Na viongozi kutoka maeneo ya Laikipia wameitaka serikali kuwapokonya silaha wapiganaji kufuatia mzozo kwenye mpaka wa Samburu na Laikipia ambao umesababisha vifo vya watu watatu hivi majuzi ambao walikuwa wakizungumza kwenye mazishi ya mmoja wa waathiriwa, huku askari mwingine wa akiba akipigwa risasi na kujeruhiwa katika maeneo hayo. Baadhi ya jamaa na marafiki wakizidiwa na majonzi kwenye hafla ya mazishi ya mmoja wa waathiriwa wa uvamizi eneo la hifadhi ya Laikipia siku chache zilizopita. Na hii ni tukio ambayo imekuwa geni kwetu kwa sababu tangia mwaka wa 2013 hadi sasa ndio tumeona tabia hii ya wizi wa ng'ombe na mauaji ya watu yametukumba sana hapa Laikipia Kaskazini. Kwenye shambulizi hilo, maafisa wa polisi wa akiba wawili walipoteza maisha yao wakati wavamizi walifika kuiba mifugo. Bali na wizi wa mifugo, kuna jambo ambalo limefishika kule ndani na enda ikawa ni jambo la kujaribu kutia kiwewe wale ambao wanaishi katika Laikipia Kaskazini, ni jambo ya kujaribu kusukuma jamii mpaka wanyamaze. Hafla hiyo ikiendelea, askari mwingine wa akiba anauguza majeraha ya risasi hospitali ya kaunti ya Nyahururu baada ya kuwaandama wavamizi waliofika kijiji cha Gathanji. Kumbe hii watu iko pande hii kundi nyingine, iko pande hii nyingine, iko pande hii nyingine. Tukitoa tu ng'ombe kama mahali sasa kama parking pale. Wacha risasi na mwakika. Baadhi ya viongozi waliofika maeneo hayo ni Francis Kaparo wa Tume ya Uwiano na Utangamano na mbunge wa zamani Nderitu Mureithi pamoja na mbunge mteule Sara Korere, wote wakiwasihi raia kudumisha utulivu. Mark na Maswa, KTN leo wikendi.